Ni zama za kale, kwa sasa Simba hii ipo wapi? Simba nguvu moja. Kwa nini Simba ilikuwa ni mkusanyiko, taasisi moja, makundi chungu mzima, sio Mangungu baba wa babe wala Mo tajiri mfiatimu akili kumkichwa mtu wangu na wanachama? Je, mashabiki pia wana tabaka lao? Novemba 30, 2025 mkutano ulifanyika. Maswali ni mengi yasiyokuwa na majibu kwa waandishi, Simba fans na hata wadau wa soka. Waandishi wa habari wanataka habari na viongozi Simba kupitia njia chocho. Siku ya mechi yenu kikao kufanyika, lengo la kikao ni lipi na kwa kanuni ipi? Mangungu, tupe jawabu. Ndugu zangu, ibara ya 20 na 21 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema, ibara ya 21(1), mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo lilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitokuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe 4 wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi ndugu Magori, yuko mzee Azim Deuji, yuko Swedi Nkwabi, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa kabla hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na hitilafu kwamba mkutano usifanyike, kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Amenena mwenyekiti Simba Mangungu baba wa babe. Hakika hii sababu ya kikao. Swali ni sahihi siku ya mechi? Sihitaji jibu katika hilo. Hii ndio Simba sasa na sio ile ya kale. Ni jinimizi lipi linalowatafuna Simba ise? Uongozi mchungu, nafsi matatani, sio Mangungu baba wa babe. Basi mpaka sasa hajatuletea ni nani wa kujibu, na kama sio Mangungu mbeba lawama za Simba baba wa babe, tupe jawabu kwa ulichokutana nacho ni nani? Wiki iliyopita tumecheza mechi. Kuna mtu alikuja kunifuata akaniambia, mbona huyu mdhamini wetu aliahidi kutoa basi hajaleta? Na muangalia yeye mwenyewe kavaa jezi aliyovaa ni feki, alafu anahimiza mdhamini atekeleze majukumu yake. Yeye anapata mapato kutokana na kuuza bidhaa. Tuwalinde watu wanaokuja kuwekeza kwa maana ya wazabuni na wadhamini. Ni nani wa kulaumiwa katika hili? Hakika wanasimba wapo katika zama nzito isiyo na mtetezi. Mfadha, kwa faida ya kumbukumbu, mkutano wetu wa leo umehudhuriwa na wanachama mpaka sasa 995. Na kwa faida ya kumbukumbu pia alitambulishwa ndugu Saidi Tuli, ndugu Ali Suu, lakini nimemwona Jasmin Badal ambao ni wajumbe wa kamati ya utendaji iliyopita. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu. Ndugu yangu Kisongo, unaweza kusimama? Huyu bwana ni mtaalamu sana na ni wakala mzuri wa wachezaji, tunashirikiana naye vizuri na kushukuru sana. Kwa maneno hayo machache, tumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia heri na kuepusha shari. Mkutano umefungwa, tutakutana tena mkutano ujao. Asante. Ni ngumu kumeza, hii ndio dunia.
inayozunguka katika muhimili ila watu hawazunguki. Ni Mangungu baba wa babe na Simba. Hii ni aina gani ya mkutano? Mie sio msemaji, hiyo ndio Simba ya mwana Simba, ila katiba ni msiba. Wapo wanaofurahi, wapo wanaoteseka. Naondoka ila nitarudi tena.